Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga. Je, lini serikali itaanza ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka Viwawa Londoni Msia hadi Isalalo? Naomba mpunguze mpuzimeni. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi. Naomba sasa swali namba 509 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI naomba kujibu swali la Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga, mbunge wa jimbo la Viwawa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa barabara ya Viwawa London mpaka Msia yenye urefu wa kilomita 13.7 ambayo inahudumiwa na TARURA na kutoka Msia hadi Isalalo yenye urefu wa kilomita 20.5 inahudumiwa na TANROADS. Kutokana na umuhimu wa barabara ya Viwawa Londo hadi Msia imeingizwa kwenye mradi wa TACTIC unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Kwa awamu ya kwanza, barabara hiyo itajengwa kwa urefu wa kilomita 2 kwa kiwango cha lami kuanzia Viwawa. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa barabara ya Viwawa London mpaka Msia yenye urefu wa kilomita 13.7 iliyopo katika wilaya ya Mbozi, serikali imeendelea kuihudumia, ambapo katika mwaka wa fedha 2023/24 serikali ilitenga jumla shilingi milioni 17.65 kupitia mfuko wa barabara yani road fund kwa ajili ya kuchonga barabara hiyo kwa urefu wa kilomita 6 na kuzibua makaravati pamoja na mifereji ya maji ya mvua. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2024/25 serikali imetenga jumla shilingi milioni 36.69 kupitia fedha za mfuko wa barabara road fund kwa ajili ya kuchonga barabara kwa urefu wa kilomita 6.14 na kujenga box culvert mistari miwili. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuzihudumia barabara katika jimbo la Viwawa ikiwemo barabara ya Viwawa London Msiha ili ziweze kupitika muda wote. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Hasunga. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nashukuru serikali kwa majibu mazuri ambayo yametolewa. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa katika maeneo ambayo serikali ilikuwa imetenga milioni 17.6 kwa ajili ya ujenzi wa mifereji pamoja na makaravati yalijengwa chini ya kiwango. Mifereji iko juu, barabara iko chini. Kwa hiyo maji yanarudi kwenye barabara badala ya kutoka nje. Je, serikali iko tayari sasa kuongeza usimamizi ili mifereji hiyo ijengwe kwa kiwango kinachotakiwa? Swali la pili, tunashukuru kwa mpango wa kutujengea kwamba tutajenga kilomita 2 kwenye mpango wa mji wa TACTIC, kwenye mradi ule wa TACTIC kilomita 2. Lakini kilomita 2 hazitufikishi kwenye eneo ambalo ni baya sana la mto Nkana ambalo ni karibu kilomita 4. Je, serikali iko tayari kuongeza kilomita badala ya kuwa 2 ziwe 5 ili tufike eneo ambalo ni baya sana wakati wa masika ili liweze kupitika? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali madogo ya nyongeza ya Mheshimiwa Hasunga, mbunge wa jimbo la Viwawa kama ifuatavyo. Kwanza, nakubaliana naye kwamba maeneo ambayo kuna usimamizi ambao sio thabiti unaletea changamoto ukamilishaji wa miradi hii. Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, nimwelekeze meneja wa TARURA mkoa afike eneo ambalo Mheshimiwa mbunge ameliainisha ili kuweza kufanya tathmini na kuona uhalisia wa jambo ambalo Mheshimiwa mbunge ameliwasilisha hapa na serikali tuweze kuchukua hatua. Swali la pili, Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwa kuwa barabara hii sasa tumehamishia TACTIC fedha hizi za uhakika zinazotoka World Bank, tuendelee kuwa na subira kwa ujenzi wa kwanza na hizi kilomita 2 na tutaendelea kutenga fedha kuhakikisha Mheshimiwa mbunge tunakamilisha azma ya kujenga barabara hii kwa kilomita kiwango cha lami na ili iweze kutoa huduma iliyokusudiwa kwa wananchi wa jimbo la Viwawa. Mheshimiwa Spika.